Nikusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Mungu ametupa neema leo tujifunze. Leo nataka tujifunze kitu cha tofauti. Leo tunaenda kuangalia aina 3 za watu watakaopata fursa ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu na wa Kristo wake. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 11, hawa watu 3 wametajwa. Na wewe kama ni miongoni mwa watu ambao uko hivi, ila maana jiandae. Unachotakiwa ni kuzidi kujisafisha, kutembea katika njia inayompendeza Mungu, kutafakari hatua zako na mapito yako, kujitakasa na kujiosha kila wakati, kutakasa fikra zako, mawazo yako, hisia zako, njia zako, mapito yako, na kila chochote ambacho unakitenda kisichompendeza Mungu. Ni lazima ukibadili ili uweze kuruhusu mambo mema, mazuri na ya kumpendeza Mungu ndo yaingie. Kumbuka maisha ya wanadamu wengi, mawazo yetu, matendo yetu yamekuwa ni vikwazo vikubwa vya maisha yetu. Lakini sasa tunaposhindwa kuelewa, kujua, kufahamu majira ya kuinuliwa kwetu, lakini pia na majira ya kutembea na Mungu ili tuweze kushinda, tutapoteza, mwisho wa mwisho tutaangamia. Sasa hawa watu 3 ndo watu watakaoona ufalme. Na wewe kama si miongoni mwa au hujawa miongoni mwa hawa watu, basi anza kuchukua hatua na kutembea katika usafi na kujitakasa na kutembea katika njia na wito wa Mungu ili uweze kushinda. Wa kwanza ni manabii wa kweli. Manabii wa kweli ambao wanazingatia njia za kweli na wanafundisha ile kweli ya Mungu, lakini pia wako tayari kujitoa kusimamia bila kutembea katika uchafu na mambo yanayomwasi Mungu. Lakini wa pili ni watakatifu, wale walioamua kuweka maisha yao kuwa matakatifu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna watu leo wamejitoa kama dhabihu na wanatembea katika utakatifu. Tunaona kwenye kitabu cha Luka, yupo mama ambaye alikuwa mjane akiwa na miaka 7, Ana, lakini alikaa madhabahuni akiomba na kufunga mpaka siku wanakuja kumpokea Yesu Kristo. Lakini pia kuna watu wameamua kutoa maisha yao, kutoa kama dhabihu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tunamwona mtu kama Daniel na ndugu zake wale watatu walikuwa ni matoashi, wametoa maisha yao, wameamua kuwa watakatifu. Kuna wengine leo hawaoi wala hawaolewi na wameamua kutoa maisha yao kuishi maisha matakatifu. Sasa kuishi maisha matakatifu sio tu kuoa au kuolewa, kutoolewa au kutooa. Ni kweli umefanya hayo, lakini enenda katika misingi ya Kristo. Kuna watu leo ni mapadri lakini leo ni wazinzi. Kuna watu leo ni masista lakini ni mazinzi. Kwa hiyo chunguza, umeamua kutoa maisha yako, lakini tembea katika njia inayompendeza Mungu. Lakini 3 ni walio licha jina la Bwana au wanao licha jina la Bwana na kushika ushahidi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa ni miongoni mwa mtu anayelicha jina la Bwana, mtu anayelicha jina la Bwana, ina maana ni mtu anayenenda katika njia inayompendeza Mungu, anayetenda haki na kufuata yale yanayompendeza Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ukiwa ni hivyo, basi kati ya hawa watu 3 ukiwa ni miongoni mwa, jua moja kwa moja utaiona mbingu. Lakini ukiwa hauko miongoni mwa, ndugu zangu, anza kumtafuta Mungu, maana tupo kwenye majira ya mwisho. Naitwa Apostle Johannes. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you for watching.